jumla shilingi 930 milioni na laki 7 zilipoketwa hiyo 22-23. Wanufaika walikuwa 77. Mwaka 23-24 kwa sababu mikopo ilisimamishwa, kwa hiyo huduma ilitolewa. Mwaka 24-25 jumla ya bilioni 1 na milioni 144,598,600 zilitolewa mwaka 25, na wanufaika walikuwa wanawake 63. Kwa jumla ulifanywa kwa miaka mitano, jumla wanawake 383 waliofaidika. Vile kuna mafunzo mbalimbali yalitolewa kwa wajasiriamali wanawake ya kuongeza uchumi na vipato vyao. Aina mafunzo: kutengeneza sabuni za maji, za kufulia, kunawia, kuoshea vyombo, kusafisha chooni na sabuni za vipande za kuogea. Pia kutengeneza chakula cha kuku na dawa za kuku za kiasilia. Jumla ya wanawake 53 walinufaika. Vile kutengeneza maua makavu kwa kutumia bidhaa za kiasili za mimea ipatikanayo kiurahisi. Jumla ya wanawake 20 walinufaika. Kilimo bora cha uyoga na mbinu za masoko. Jumla ya wanawake 30 walinufaika. Na kufanya jumla ya wanawake 103 walinufaika na shughuli za ujasiriamali. Mheshimiwa Rasmi, mwisho kabisa, wana Njombe tunaungana na wanawake wote duniani. Katika masuala diwani hapa, ushawezeshwa wezesheka ili ujiimarishe kwa uchumi, na ushajiimarisha kwa uchumi, maana yake hata kwenye ndoa yako na jamii unaheshimika. Kwa hiyo tusiishie kusema tunaimarisha uwezeshaji, tukiendelea kuwezesha, mwezesheke, mwekeze ili wanawake mpunguze kupewa. Ndio wanawake utamaduni kupewa. Sasa mkishawezeshwa mpunguze kupewa. Ibaki kupewa kitu kimoja tu ambacho hakuna namna, lazima mpewe kwa kauli za kijamii. Nao mpewe kwa wakati sahihi, mpewe kwa risaa zenu na kwa mfumo sahihi, nao ni ujauzito. Sasa hiyo alikwepeki. Kisayansi sisi tunasema mimba inatungwa ndani ya mimba ya mwanawake na hapewi. Kwa maisha kawaida kijamii mnasema kupewa, hilo aliepukiki. Lakini tuishawezesha, wezeshekeni, mwekeze ili tutengeneze usawa wa kiuchumi katika jamii na katika nchi yetu. Sio usawa wa ndoa, tunazungumza usawa wa kiuchumi na haki ya kiuchumi na binadamu pamoja na utu. Sio wa mwanaume tu, uchumi pia ni wa mwanamke. Mwanamke ukikuza uchumi, ukiutengeneza uchumi, utaheshimika. Wanawake mpo? Heshima yako pia na hata kwenye uchumi. Tabia na uchumi. Ukiwa na tabia nzuri, una uchumi safi, familia yako inaenda. Familia, kama hautengenezi uchumi wako kwenye familia, hauwezi kuheshimika. Sawa kabisa. Tengeneza uchumi na heshima. Heshima yenu ndio itakao kufanya wengine bado hawajaolewa ukaolewa. Ukiwa na heshima nzuri unapata mwanaume. Hata leo hivi kama na heshima nzuri unapata mwanaume. Kama hujaolewa unapata. Sasa mjiheshimu ili muheshimike. Nazungumza hivi kama diwani sababu najua hii ni kata yangu ya Kifanya. Naijua. Mwaka wa tarehe 8 Machi dunia nzima huadhimisha siku ya wanawake duniani. Na kama huadhimisha siku ya wanawake duniani, ni mambo machache ambayo yanafanyika kulingana na mwaka huo unahitaji kitu gani. Lakini pia ujumbe wetu unaosema madhumuni ya kuadhimisha siku ya wanawake ni kupambana dhidi ya kupunguza masaa ya kufanya kazi, malipo bora na haki ya kupiga kura. Ukifuata historia ya hili tukio leo nalifanya leo kila mama, lilianza nchi za nje huko Marekani miaka 1911-1908. Na ilipofika 1975 tukio hili lilirasimishwa rasmi kuwa ni tukio la kidunia. Lakini lengo kubwa wakati wanaanza ilikuwa ni kupambana kwa upande wa wanawake, kupunguziwa masaa ya kufanya kazi, haki ya kupiga kura pamoja na usawa wa maeneo mbalimbali. Na leo hii
kama Tanzania pamoja na dunia nzima kwa jumla mmekuja na moto unaosema mwanamke na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Sasa tuzungumze usawa ni upi? Wataalamu wameshalizungumzia. Haki wenyewe wote haki zenu mnazifahamu. Lakini kwenye uwezeshi mambo mengi ni wenyewe mnayafahamu, ikiwemo halmashauri au serikali kukuwezesha mikopo, kukuwezesha miundombinu, kukuwezesha kila kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe ili uweze kujikwamua kiuchumi. Mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2024-2025 pamoja na malengo mengine unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Miongoni mwa mikakati ya lengo hilo ni utoaji wa mikopo 10%, ambapo mkurugenzi ameshaeleza. Kiufupi tu, mwaka huu ambao tunauzungumza mwaka 2025, fedha tayari zimeshaanza kutolewa na vipo vikundi ambavyo vimeshanufaika. Mpaka sasa nyinyi wanawake mmeshanufaika kiwango cha shilingi bilioni 1,144,599,600. Lakini pia watu wenye ulemavu na watu wenye mahitaji maalum wameweza kupata milioni 7,500,000. Hizi zote ni fedha ambazo mmezipata kupitia 10% na nyinyi wanawake mnachukua 4%. Sasa tunapozungumza kauli mbiu mnahitaji kuwezeshwa, maana yake ni pamoja na haya ambayo mmeshaanza kuyapokea, na tumeona wajasiriamali pale tayari wanatumia fedha hizo na mambo yanaendelea vizuri. Hivyo wanawake kwa ujumla wenu, naomba muitumie fursa hii sahihi ambayo serikali imewapendelea, muwe waaminifu na kuwa na matumizi sahihi ya fedha hizo mnazokopeshwa. Tuchape kazi na tupate faida, turejeshe kwa wakati ili na wengine wakope, kwani mikopo hii hutolewa kwa mzunguko, na kufanya hivyo serikali itaweza kufika lengo lake. Kwa wale mliopata tayari fedha, sio kwamba umezipewa ni sana. Wako na wengine ambao wanahitaji wasipate hizo fedha wanazisubiri, lakini ziko na nyingine zinazoendelea kutoka kwa awamu, na kuna wengi hapa wameomba. Sasa nyinyi mliopata, ndeni mkao waaminifu, mzitumie vizuri ili ziweze kuwanufaisha na mwisho wa siku muweze kurejesha ili na wengine waweze kuzipata. Kifanya hoye. Ndugu wananchi, napenda nichukue fursa hii kuwahimiza wote kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu inayotukumbusha sisi sote kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji kwa wanawake na jamii zetu ili kufika ustawi. Kauli mbiu ya mwaka huu tunahitaji tutembee nayo. Amezungumza afisa maendeleo hapa, amesema hii kauli mbiu mtakwenda nayo kwa muda wa mwaka mzima. Sasa hatuishii tu leo. Leo ni kilele cha maadhimisho, lakini kauli mbiu mtaendelea nayo mpaka mnakwenda kumaliza mwaka. Moto mlionao leo, huruka mlionao leo, spidi mlionayo leo, naomba muende nayo kwa muda wa mwaka mzima mpaka tutakapokuja mwakani tena kukutana kwenye jukwaa jingine, tuone tathmini yetu tumefikia wapi na wapi tunaendelea. Naomba nikazie, ambapo naelekea mwisho, naomba nikazie kwa kusema kwamba nyinyi wanawake na nyinyi wasichana mnayo kazi kubwa ya kufanya. Kazi kubwa ya kufanya sasa ni kujikomboa kifikra. Kazi kubwa mlio sasa ni kujikomboa kifikra. Ili tuweze kufanikisha kauli mbiu yenu hii na nyinyi muweze kufanikisha, lazima mjikomboe kifikra. Yupo mtaalamu mmoja, ni mwanasaikolojia kutoka nchi za India, akasema, aliwahi sema, if you think you can, yes you can. If you think you can't, yes you can't. Kama unafikiria kushindwa, hakika utashindwa. Kama unafikiria kuweza, hakika utaweza. Tendo huongea zaidi kuliko maneno. Mambo mengi hapa tumezungumza, lakini kama huendi kufanya kazi, ni sawasawa na bure. Na mwaka tutakutana ukiwa hivi hivi, na mwaka kesho tutakutana ukiwa hivi hivi, na mwaka unakuja kwa hivi hivi, endapo utakwenda kufanyia kazi haya yote ambayo yanazungumzwa. Igizo imeonyesha hapa na wengine wamezungumza hapa. Wapo wanawake wanaochapa makofi wanaume zao. Na tumeangalia safari mitandao mingi inaonyesha matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia. Wanawake wanachapa wanaume zao. Lakini hii yote ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu kile unachokiamini, matendo yako yanakuja kufanya jambo, matokeo yake ndio hayo tunaona wanaume wanachapa. Na sasa kwa kuwa wakina mama na nyinyi mmesema 50-50, na ndio maana umeona kuna afande wangu mmoja hapa alizungumza akasema, na sisi kina baba tunafikiria na sisi tuwe tuna siku ya wanaume tuwe tunafanyaje, tunaazimisha
lakini siku ya baba ipo tarehe 19 mwezi wa 11, lakini kwa bahati mbaya hiyo siku haitambuliki kidunia, lakini nyinyi ya kwenu imeshaidhinishwa tangu mwaka 1975, hii inatambulika kidunia, ni siku ya wanawake. Kwa nini msichangie na kujipigia makofi kama kina mama kwa hadhi hiyo kubwa mliopewa na dunia? Baada ya maneno hayo, ndugu wananchi, mimi ni washukuru wadau wote wanaosaidia watoto wa kike katika halmashauri yetu. Namna moja ama nyingine yamekuwa msaada mkubwa kwa watoto wetu wa kike, na semeni asanteni sana.